Josh, nimechoka. Usiku ule mvua ilikuwa inanyesha nje. Lily alisimama mlangoni akiwa tayari kuondoka. Josh alishika mkono wake. Kwa mara ya mwisho, tafadhali usiende. Lakini Lily alimwangalia bila huruma, akasema, siwezi kuishi maisha haya, na akaondoka. Mlango ulifungwa na ndani ya nyumba ilibaki sauti ya mtoto akilia, na Josh akiwa amekaa chini akilia kimya kimya. Alipoteza kazi, akapoteza heshima, na sasa akapoteza mwanamke aliyempenda kuliko kila kitu. Na huku nje, Lily alikuwa anaingia kwenye gari la Brian, gari la kifahari lenye maisha ambayo alitamani, lakini hakujua kuwa safari aliyochagua ingegeuka kuwa kosa kubwa sana baada ya miezi michache tu. Usiku ulikuwa mtulivu, baridi ya Nairobi ikipenya taratibu kupitia dirisha lililokuwa wazi kidogo. Na pale kwenye kona ya chumba kidogo cha bedsitter alikuwa amekaa Josh, akishika simu yake, akiangalia picha moja tu, akiangalia tena na tena. Ilikuwa ni picha ya Lily, msichana aliyewahi kumuita future yake. Lakini leo Josh alikuwa hana kazi, hana pesa, na karibu kupoteza kila kitu. Josh alikuwa kijana wa kawaida kutoka Kayole. Hakutoka kwenye familia ya kitajiri, hakuwahi kuwa na connection kubwa, lakini alikuwa na kitu kimoja tu, bidii. Alipata kazi katika kampuni moja ya Wahindi, kampuni ya wholesale ya vifaa vya electronics huko Nairobi. Bosi wake Mhindi mmoja alikuwa anaitwa Patel. Hakuwahi kucheka sana, lakini alipenda kazi safi. Na Josh alikuwa mtu wa kazi. Alifika mapema, aliondoka usiku, na baada ya miezi kadhaa alianza kuaminika. Ilikuwa siku moja ya Jumamosi. Josh alikuwa ameenda Nakuru kwa kazi ya kusambaza bidhaa, na hapo ndipo alipomuona Lily. Alikuwa mwanafunzi wa university, akiwa amekaa kwenye benchi pale campus, akiwa na vitabu, lakini macho yake yalikuwa yana huzuni kidogo. Josh hakujua kwa nini, lakini kuna kitu kilimvutia. Alienda polepole, akamuuliza, unasoma nini? Lily akainua macho yake, akacheka kidogo. Accounting. Ndipo mazungumzo yakaanza. Tokea hiyo siku Josh na Lily wakajuana, wakapeana namba za simu. Siku zikapita, calls zikawa nyingi, texts zikawa za kila siku, mpaka siku moja Lily akamwambia Josh ukweli wake. Niko karibu kuacha shule. Josh akanyamaza. Fees imekuwa shida, wazazi hawawezi kumalizia. Hiyo ilikuwa moment ambayo ilibadilisha kila kitu. Josh bila kufikiria sana akasema, usijali, nitasaidia. Josh alianza kulipa fees ya Lily polepole, term moja, nyingine, mpaka Lily akamaliza masomo yake. Kwa macho ya Lily, Josh alikuwa si tu boyfriend, bali mkombozi wake. Walipendana sana, na baada ya graduation Lily akaamua kuhamia Nairobi. Wakaanza kuishi pamoja. Maisha yakaanza kuwa mazuri. Josh bado anafanya kazi, Lily akatafuta kazi. Nyumba yao ndogo ikajaa furaha, vicheko, mapenzi, mpaka siku moja Lily akamwambia, Josh, niko na mimba. Josh alifurahi sana. Alijiona kama mwanaume kamili sasa. Familia yake inaanza. Mtoto akazaliwa, mzuri, mwenye afya. Lakini miezi michache baadaye, kitu kisichotarajiwa kilitokea. Kampuni ya Wahindi ile iliyompa Josh kila kitu ilianza kupata matatizo. Mauzo yakashuka, mzigo ikakwama port, na siku moja wafanyakazi wote wakaitwa meeting. Boss Patel akasimama akiwa serious kuliko kawaida, akasema, the company is closing. Na hapo ndiyo maisha ya Josh yalipoanza kubadilika. Usiku ule Josh alirudi nyumbani akiwa na kimya. Lily akamuuliza, kuna nini? Josh akamwangalia akiwa na macho yaliyojaa hofu, akasema polepole, nimepoteza kazi, kampuni yetu imefunga.
na wafanyakazi wote wamerudishwa manyumbani kwao. Lily akanyamaza kidogo, akatizama chini. Josh hakujua kwamba hapo ndio mwanzo wa mwisho wa mapenzi yao ulipoanza. Kuanzia siku hiyo ambayo Josh alisema nimepoteza kazi, nyumba yao haikuwa ile ile tena. Kulikuwa na ukimya mzito, ule ukimya ambayo hauhitaji maneno, lakini unakueleza kila kitu. Lily alikaa kitandani akimwangalia Josh, lakini hakuwa na maneno. Josh naye alijifanya kuwa strong, lakini ndani yake alikuwa anavunjika polepole. Siku zikaanza kupita, akiba ikaisha, rent ikaanza kuchelewa, na mtoto wao mdogo alianza kulia kila usiku. Josh alitoka kila asubuhi akitafuta kazi, akipiga simu, akitembea kutoka industrial area hadi Westlands, lakini majibu yalikuwa yale yale, tutakupigia, lakini hawakupiga. Siku moja rafiki yake wa zamani alimwambia, bro, kuja Gikomba, kuna kazi ya kuuza mtumba. Josh hakuwahi kufikiria atafika hapo. Kutoka kuvaa sheti safi ya ofisi mpaka kusimama kwa jua kali akipiga kelele, suruali 200, chagua chagua. Lakini alifanya kwa sababu alikuwa na familia. Lily alianza kubadilika taratibu, kidogo kidogo, mpaka ikawa wazi. Hakuwa anacheka tena, hakumtazama Josh kama zamani, na kila kitu kidogo kilimkera. Josh, hii ndio maisha ulionitolea Nakuru? Josh alijaribu kuelezea, lakini maneno yake hayakuwa na nguvu tena. Siku moja, Josh alirudi nyumbani akiwa amechoka, amechafuka kidogo na vumbi la Gikomba. Akakuta Lily kwenye simu akicheka. Ilikuwa muda mrefu hajamuona akicheka hivyo. Alipokaribia, Lily alizima simu haraka. Ni nani huyo? Josh akauliza polepole. Rafiki tu, lakini sauti yake haikuwa ya kawaida. Jina lake lilikuwa Brian, kijana smart, anavaa vizuri, anatumia pesa bila stress. Alikuwa ametoka Qatar na alikuwa anajua kuongea vizuri, hasa na wanawake. Lily alianza kuonana naye mwanzoni kama rafiki, lakini haikubaki kuwa urafiki. Josh alianza kuhisi kuwa kuna kitu hakiko sawa. Lily alikuwa anatoka mara nyingi, anarudi late, na hata mtoto alianza kumwachia majirani. Siku moja Josh aliuliza tena, Lily, kuna mtu mwingine? Lily hakujibu mara moja, aligeuka tu, akachukua begi lake na kusema kwa sauti baridi, Josh, nimechoka. Usiku ule mvua ilikuwa inanyesha nje. Lily alisimama mlangoni akiwa tayari kuondoka. Josh alishika mkono wake. Kwa mara ya mwisho, tafadhali usiende. Lakini Lily alimwangalia bila huruma, akasema, siwezi kuishi maisha haya, na akaondoka. Mlango ulifungwa na ndani ya nyumba ilibaki sauti ya mtoto akilia, na Josh akiwa amekaa chini akilia kimya kimya. Alipoteza kazi, akapoteza heshima, na sasa akapoteza mwanamke aliyempenda kuliko kila kitu. Na huku nje, Lily alikuwa anaingia kwenye gari la Brian, gari la kifahari lenye maisha ambayo alitamani, lakini hakujua kuwa safari aliyochagua ingegeuka kuwa kosa kubwa sana baada ya miezi michache tu. Baada ya Lily kufunga mlango ule usiku, hakurudi tena. Gari la Brian lilikuwa linaenda polepole kwenye barabara za Nairobi, taa za usiku zikimulika uso wa Lily, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alikuwa na tabasamu. Brian alikuwa tofauti na Josh. Alikuwa na pesa, confidence na maisha ya haraka. Alimpeleka Lily kwenye apartment nzuri, mahali ambapo kila kitu kilionekana kama ndoto. Hii sasa ndiyo life, Lily alijisemea kimya kimya. Lakini upande mwingine, Josh alikuwa peke yake, chumba kile kile, lakini sasa kilikuwa na ukimya mzito zaidi. Mtoto wake mdogo akiwa amelala kifuani kwake, na macho ya Josh yakiwa yamejaa machozi. Lakini hakulilia Lily tena, alidilia maisha yake. Siku zilikuwa ngumu. Asubuhi Gikomba, jioni kumlea mtoto, usiku mawazo. Hakuna mtu wa kumsaidia, hakuna mtu wa kumfariji. Lakini Josh hakukata tamaa. Aliamua kitu kimoja, sitakufa maskini.
Kwa upande wa Lily, maisha yalikuwa kama movie: shopping, restaurant, picha za Instagram na life ya soft life. Brian alimpeleka kila mahali na Lily akaanza kusahau kabisa alipotoka. Hata mtoto wake alianza kumwona kama mzigo wa zamani. Lakini polepole kuna vitu vilianza kubadilika. Brian alianza kuwa busy sana, calls za usiku, kutokuwepo nyumbani, na wakati mwingine alikuwa mkali bila sababu. Lily alijaribu kuuliza, lakini kila mara Brian alisema ni kazi tu, relax. Lakini moyo wa Lily ulianza kuhisi. Siku moja Lily aliamua kupekua simu Brian, na hapo ndipo alipoona kitu kilichomgandisha moyo: messages, wasichana wengi, picha na mipango ya safari bila yeye. Usiku ule Brian aliporudi, Lily hakuvumilia. Brian, hawa wanawake ni nani? Brian hakushangaa, hakujitetea, alimwangalia tu akacheka kidogo. Lily, usijifanye ujue mchezo. Hii si ndoa, relax. Maneno yale yalimchoma Lily kama moto. Ndipo alipoanza kuelewa kuwa alikuwa si kitu maalum, alikuwa tu sehemu ya maisha ya Brian, na kila alichoacha nyuma, Josh, alikuwa tofauti kabisa. Miezi michache baadaye, Brian alimwambia Lily, ninarudi Qatar. Lily alishtuka. Na mimi? Brian akavaa jaketi yake, akachukua bag na kusema kwa baridi, utajipanga. Mlango ulifungwa, na kwa mara ya pili katika maisha yake, Lily aliachwa. Lakini safari hii hakukuwa na mtu wa kumshika mkono, hakukuwa na Josh, hakukuwa na upendo wa kweli. Ilikuwa yeye na ukimya. Usiku ule Lily alikaa peke yake, akikumbuka kila kitu: Josh, mtoto wake na maisha aliyoyakataa, na machozi yakaanza kumtoka polepole, kwa sababu alijua amepoteza kitu ambacho hakiwezi kununuliwa na pesa. Wakati Lily alikuwa akilia peke yake kwenye apartment akiwa hana mwelekeo, maisha ya Josh yalikuwa yanaanza kubadilika. Ilikuwa asubuhi ya kawaida Kikomba, jua kali likiwaka. Josh akiwa amesimama akipanga nguo zake za mtumba, akiwa amechoka lakini hajakata tamaa. Ndipo simu yake kaita, namba isiyojulikana. Hello Josh. Yes, ni Patel kutoka ile kampuni ya zamani. Josh alinyamaza kwa sekunde chache, moyo ukianza kupiga haraka. Tunarudi kufungua kampuni Mombasa, na tulisikia bado uko active, tunahitaji mtu wa kumanage branch. Josh hakujua aseme nini. Maisha yake yote yalipita mbele ya macho yake kwa sekunde chache. Are you interested? Josh akafumba macho kidogo, akavuta pumzi na kusema kwa sauti ya utulivu, yes, niko tayari. Miezi michache baadaye, Josh alikuwa Mombasa, akivaa tena sheti safi, akiwa na ofisi yake, akiwa na heshima na mshahara mzuri. Lakini safari hii hakuwa yule Josh wa zamani. Maumivu yalikuwa yamemjenga. Alihamia nyumba nzuri, alimpeleka mtoto shule nzuri, na maisha yake yakaanza kuwa ya utulivu. Hakutafuta mapenzi, hakujaribu kusahau, alichagua tu kujijenga. Na polepole akawa mtu ambaye hata yeye mwenyewe hakuamini angekuwa. Lakini Nairobi, Lily alikuwa anaishi maisha tofauti kabisa. Hakuna pesa, hakuna Brian na hakuna furaha. Alianza kuhangaika, kuhamia nyumba ndogo, kujaribu kupata kazi, lakini mambo hayakuwa rahisi. Na kila usiku alikuwa anakumbuka Josh. Alikumbuka vile Josh alimlipia fees, vile alimjali, vile alimpenda bila masharti, na machozi yakaanza kuwa sehemu ya maisha yake. Kwa sababu sasa alielewa, alipoteza mtu ambaye hakupaswa kumpoteza. Siku moja baada ya miezi mingi ya mateso, Lily alifanya uamuzi. Alitafuta namba ya Josh, akakaa nayo kwa muda akitetemeka, na kisha akapiga simu. Josh alikuwa ofisini akiangalia reports. Simu yake ikaita, namba isiyojulikana. Alipokea. Hello. Josh alitambua sauti hiyo mara moja. Ni Lily. Baada ya siku chache, Lily alisafiri hadi Mombasa. Alifika akiwa tofauti. Hana ile confidence ya zamani, hana ile glow ya zamani. Alikuwa ni mtu aliyepitia maisha. Josh alipomwona hakukimbia, hakukasirika, alimwangalia tu kimya. Lily akaanza kulia bila kujizuia.
Samahani Josh, nilifanya makosa. Niliacha kila kitu cha kweli kwa kitu cha muda. Naomba unisamehe. Josh alinyamaza, akiwa anamtazama si kwa hasira bali kwa utulivu. Maumivu yote aliyopitia yalikuwa bado yapo, lakini hayakuwa na nguvu tena. Josh alisogea karibu kidogo, akasema kwa sauti ya chini, Lily, nilikupenda sana, lakini kuna kitu kimoja nilijifunza. Upendo bila heshima hauwezi kudumu. Nimekusamehe, lakini siwezi kurudi nyuma. Lily alisimama akiwa amevunjika moyo, lakini kwa mara ya kwanza akiwa ameuelewa ukweli. Josh alimgeukia mtoto wake, akamshika mkono na wakaondoka pamoja. Maisha huwa yanatupa nafasi, lakini si kila nafasi inarudi mara mbili. Na wakati mwingine unapopoteza mtu wa kweli, unagundua thamani yake wakati tayari ameenda mbali sana.